So we are here again regarding the flags of our nationalities. Tuko hapa kwa minajili ya zile bendera zetu za nchi zetu ambazo zimeleta fujo hivi juzi, ambapo yule ambaye alionekana kuwa ni Msomali alikuwa anakanyaga ile bendera ya nchi ya Kenya na ikaleta vurugu sana. Asa swali ama tumekuja tujibu majibu pamoja na maswali tuulize, je, umuhimu wa bendera wa nchi, yani nchi ama ile bendera ya ile nchi husika ina muhimu gani? Na tukachagua nchi tatu ambazo zinatuhusu kwa njia moja ama ingine, ambayo ni nchi ya Tanzania 255 ambayo inaongozwa na Samia Suluhu Hassan, na nchi nyingine ni ile nchi ya Kenya 254 ambayo inaongozwa na William Samoei Ruto, na nchi nyingine ya tatu ambayo tumesema tutaiongelea vile vile kwa sababu hawa ndio walileta story mzima hizi ambazo zimetufanya mpaka tuchimbe kama KG Chipande ili tuweze kujua umuhimu wa hizi bendera zetu. So tutaanza kuongelea kuhusu 254 nchi ya Kenya. Je, rangi pamoja na ile bendera pamoja na umuhimu na ile heshima ambayo inapaswa ipewe ile bendera ya Kenya ni kwa nini na kwa minajili gani na ni kwa ishara gani na zile rangi zinaashiria nini? Sasa tuanze kwenye masuala mazima na ishara za rangi. Je, bendera ya Kenya ina umuhimu gani kwa mwananchi wa Kenya pamoja na yule mwingine ambaye ametoka kando ya Kenya? So let's talk about rangi nyeusi na rangi nyekundu na rangi nyingine ambayo ni ya kijani. Vile vile pia iongelewe kuhusu uzima wote wa amani ambao upo ndani ya nchi ya Kenya kulingana na bendera vile inavyoonyesha. So wanasema kwamba rangi nyeusi inawakilisha watu wa jamhuri ya nchi ya Kenya. Yani watu wa jamhuri ya nchi ya Kenya, wengi wao ama majority wa watu wa nchi ya Kenya ni wale ambao ishara yao ni ngozi nyeusi. Wenyewe wanasema ni ngozi ya tinti hivyo, sitaki kusema kwa sababu ni ya matusi wale chimakeke pale. So lakini ile inayosemekana ni kwamba rangi nyeusi ni ishara tosha ya kuonyesha huyu ni Mwafrika, na licha kuwa huyu ni Mwafrika, Kenya wakatumia rangi nyeusi hiyo hiyo kwenye bendera yao ili mradi waonyeshe ya kwamba inaashiria ya kwamba huyu ama huu ni mtu ambaye ametoka jamhuri ya nchi ya Kenya. Tuende kwenye masuala ya rangi nyekundu ambayo iko vile vile pia kwenye ile bendera ya nchi ya Kenya, ambao wamesema rangi nyekundu ni kwa damu iliyomwagika wakati wa kupigania uhuru wa nchi ya Kenya kutoka kwa wakoloni. That is it. Yani ile rangi nyekundu ambayo iko kwenye bendera ya nchi ya Kenya inaashiria ya kwamba ni ile damu iliyovuja ule wakati ambao wa Kenya wakati huo walikuwa wanapigania ili wapate uhuru, kutokana na kwamba nchi yao ilikuwa imekuwa colonized, ilikuwa imechukuliwa na wakoloni, ambapo wanasema iliyomwagika damu wakati wa kupigania uhuru. Twende kwenye ile rangi ambayo ni rangi ya kijani. Inaashiria nini? Rangi ya kijani kwa nchi ya Kenya ni kijani kwa mandhari ya nchi na yani ni kwa mandhari ya ile nchi ya Kenya ina mandhari yake. Yani tuseme let's talk about greens that is found in Kenya, ama let's talk about cultivation, forestry, hivyo vitu kama hivyo. Yani inaashiria tu ya kwamba ardhi yao vile ambavyo iko, ule ubora wa ile ardhi yao ama ule utajiri ambao ardhi yao nchini wameajaliwa nayo. So kuna kiji cheupe pale, pia kuna kiji cheupe kiji stream pia ambao rangi ya Kenya wako nayo pia vile vile kulingana na hino bendera nimekuonyesha hapa, ambayo inaashiria uaminifu, tuseme uaminifu ama amani kulingana vile amesema, iliongezwa baadaye kuashiria amani na uaminifu. So kunayo rangi ambayo ilikuwa haipo hapo awali, lakini baadaye bendera ya nchi ya Kenya, nafikiri hii ni kitu ambacho watu wanapaswa wajue ya kwamba bendera ya nchi ya Kenya kuna rangi ambayo ilikuja ikaongezwa baada yake, baada ya kwamba ilikuwa haipo, yani ilionekana haipo, ikaja ikaongezwa, ambao wanaita Fimbriation ambayo ni nyeupe, iliongezwa baada ya kuishiria amani na uaminifu ndani ya nchi ya Kenya. So that is very important for a person that doesn't know rangi ama ile flag ya Kenya inaashiria nini. Kuna baadhi ambao wanaambia kwamba rangi ya Kenya ama bendera ya Kenya ndio bendera ambayo
ni nzuri ama nitasemaje, inapendeza machoni mwa mtu. Yani bendera ambayo ni nzuri na bado vile vile inapendeza machoni mwa mtu. Nafikiri nyote hamjaona bendera ya Nepal vile ambavyo inakaa. Okay, well, no, it's not the right time to talk about it. Let's talk about our brothers and sisters, our home and villages, our mother's nation ambayo ni 255 nchi ya Tanzania. Nchi ya Tanzania ina takriban rangi zisizopungua 3 kama si 4 kama sikosei, ambapo tunaangazia kila rangi ya nchi ya Tanzania, bendera yake inamaanisha nini na ina ishara gani kwa mwananchi wa Tanzania, na vile vile pia watu kutoka nje ya Tanzania wanatakikana waisome vipi ile rangi ama rangi ya bendera yao. So rangi za bendera zilijumuishwa kwa kimshazari kwa upambanuzi. Idadi kubwa ya watu nchini inaonyeshwa na mistari mweusi. Yani idadi kubwa ya watu nchini Tanzania inaonyeshwa kwa ile mistari ama ule mstari mweusi ambao uko pale katikati kwenye ile bendera ya nchi ya Tanzania. That is black for Africa, okay? Wakati kijani ambayo iko pale chini vile inaonyeshwa rasilimali nyingi za kilimo na ardhi ama kilimo za ardhi ndani ya Tanzania. So kile kijani kionyeshwa iko pale chini pia vile vile inaashiria vile vile ambavyo Kenya pia kijani kinaashiria, tumeona ni sawa sawa, na vile vile ambavyo rangi nyeusi inavyoashiria Tanzania pia ni sawa sawa. So tumeona hapo kuna uwiano tayari. Okay, ikiendelea pia utajiri wa madini unaonyeshwa kwenye mipaka miembamba ya manjano. Kuna njano fulani za yellow pale mbili ambazo ziko kwenye bendera ya nchi ya Kenya, ya Tanzania, ambao wamesema kwamba zile zinaashiria ya kwamba nchi ya Tanzania iko na utajiri wa madini ndani hapo, ambapo hino kama nchi ya Kenya hawana. Nchi ya Kenya hawana rangi ya manjano, kumaanisha hawana huu utajiri wa madini ndani ya nchi yao. Ama huenda ikawa wako nao lakini wakawa hawajakuwa proud of it, yani hawajajivunia ule utajiri wa madini ambao wako nao. Lakini Tanzania wametuonyesha, ama Tanzania imeonyesha dunia ya kwamba tuna value ule utajiri ambao tunaopata kutokana na madini yetu. Ndio maana wakeka mistari miwili ya manjano kuashiria ule utajiri wao wa madini ndani. Wakati bahari ya Hindi, this is coastal line, bahari ya Hindi inaonyeshwa na blue. There's a blue color downside on your right hapo chini pembe kabisa, ambao nchi ya Tanzania imeiweka. Hiyo ni ishara tosha ya kuonyesha kwamba Tanzania pia vile vile wanajivunia ufuo wao ama bahari yao ambao wako nayo pale ndani ya nchi ya Tanzania. So nafikiri it's a good thing that we have learned this on, kwa sababu wengine walikuwa hawajui na wengine tayari walikuwa wako na hiyo huo usomi nitasema. So let's go to our brother and sisters from Somali ambao ndo walikuja wakakanyaga ile bendera ya nchi ya Kenya, ambao ilionekana kama ni dharau kubwa sana kwa kila mtu, especially ambapo ilizunguka kwenye mitandao na ikaleta ubishano mkubwa sana, ambapo watu walileta mpaka kuambia kwamba tutawapiga vita endapo mtakuja nchini Kenya. Kikweli ilikuwa ni kauli ambazo zilitisha mpaka watu kutoka serikali, ngazi kubwa za serikali ya nchi ya Kenya wakaingilia kati, na pia vile vile wale maambassador wa Kenya ndani ya ambassador wa Somalia ndani ya Kenya wakasimama pia wakatoa kauli zao na kukashifu kile kitendo ambacho wale vijana ambao wanaonekana kama ni watu kutoka Somalia walipofanya kile kitendo, na juhudi zote za polisi zilifanyika mpaka tarehe 25 waliweza kupatikana na wakatiwa kizimbani wakisubiria siku ya kuenda jibu mashtaka kotini leo alfajiri tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2025. So tuanze kuangalia hii bendera ya nchi ya Somalia ina rangi ngapi? Nafikiri ina rangi mbili, ambao ni samawati na rangi nyeupe ambao iko na kama star hivi. Sasa tuanze kuangalia ina ishara gani ama ina umuhimu gani kwa watu kutoka Somalia pamoja na watu kutoka nje ya Somali, wanaheshimu vipi ile bendera ya nchi ya Somali. Amesema hivi: imetengenezwa kwa kitambaa cha rangi cha samawati na nyota nyeupe yenye ncha 5 katikati. So rangi mzima ya bendera ni samawati ambayo ni blue, lakini pale katikati kuna nyota, pale kuna star ambayo ile star iko na
5 pentagon kama wenyewe wanasema, yani iko na pembe 5 hivi. Sasa tuanze kuangalia kwa nini pembe 5 na kwa nini iwe nyota nyeupe na si nyekundu. Kwa nini kile kitambara kikuwe samawati na si kitambara tuseme kama cha manjano. So hivi ninavyosema, samawati ina ishara ya maisha na wingi wa maliasili zinazopatikana kwenye ufuo mkubwa wa Somali, kando na bahari ya Hindi na bahari Nyekundu. So wamesema kwamba ile samawati inaonyesha tuseme kama ufuo. So samawati inaonyesha ufuo sawa na ile ambayo iko Tanzania imewiana pia hapa. Wakaendelea kusema kwamba nyota nyeupe ina ishara ya upendo na watu wa Somali kwa amani na umoja. Hii ni ukweli. Watu wa Somali wako na upendo wenyewe kwa wenyewe, ama familia baina ya familia, hao kwa hao peke yao. Na hapa imeeleza vizuri ya kwamba nyota nyeupe ina ishara ya upendo wa watu wa Somalia kwa amani na umoja. Upendo kwa watu wa Somalia, kwa wanapendana wenyewe kwa wenyewe. So ukiona Msomalia anafanya mashambulizi kule nje, ama ukiona Msomalia ameshindwa kukusaidia, kumbuka hino kauli kulingana na bendera yao ambayo inaonyesha pembe 5 za nyota nyeupe, ina ishara kwamba wapendane wenyewe baina ya wenyewe, hao kwa hao, ili waweze kudumisha amani na umoja wao dhidi ya hao wenyewe. So ladies and gentlemen, I think we have learned something hapa kwa KG Chipande ambacho ulikuwa hukijui. Na kwa uzuri na kwa taadhima na kwa ruhusa mtakayonipa, nitawaomba tujaribu juu chini tuweze kusambaza hino video ili wengine nao pia wapate huu fahamu ambao tumefahamishana hapa. It is all released, ladies and gentlemen. This is KG Chipande. Please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time.